katika ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni rahisi ama ni ngumu kiasi gani kwa kauli hii ambayo ametoa captain wa kikosi hiko mara baada ya kusari katika mchezo jana wa finali ya pili? Kwa kiasi kubwa ni ngumu kuamini kwamba msimu ujao inawezekana Simba tena wakafika hata finali. Na okay? Unajua gumu unakuja kwa sababu gani? Kwa sababu uhalisia wa timu zetu zipo kwenye eneo ambalo wanajaribu kutengeneza timu ambazo zitakuwa ni washindani. Kwanza ni wao wanaweza tu kushindana, kujirejea kwenye hatua kubwa kubwa. Ambapo tumeona miaka hivi karibuni Simba robo finali nyingi katikati hapa. Lakini pia Yanga naye akaja akacheza finali, robo finali, msimu huu makundi. Tupo kwenye daraja hilo, bado hatuna uhakika sana kufika hizo levels kubwa, nusu finali na finali. Ndio maana zinakuja mara chache. Kwa kusikia kauli ya Zimbwe, inawezekana anatamani iwe hivyo, lakini wana kazi kubwa sana kuifanya. Msimu ujao haujui njia ambayo wataipita itakuwa kama msimu huu, kwa sababu moja ya factor ambazo zinafanya Simba afike hapo, hata njia aliyopita pia ni moja ya vitu ambavyo vilirahisisha kazi yao. Walikuwa na timu fulani hivi ambayo miongoni mwa Simba ambazo washie kuanza hivi karibuni kwa miaka 7, inawezekana hii ndio Simba fulani hivi ya kawaida sana. Lakini hii ilikuwa ni ya kawaida. Miongoni mwa Simba washie kuanazo huko nyuma. Hii ilikuwa ya kawaida sana. Lakini hii ya kawaida tumeona imepata mafanikio ambayo Simba hawakuipata kwa kipindi cha miaka 20, zaidi ya 20 huko nyuma. Ndio maana nimegusia kwamba njia ambayo imepita mwaka huu inawezekana msimu ujao tusione tena. Msimu huu wamekutana na Masli tu ya nusu finali, ya robo finali. Baada hapo wakacheza na Stellenbosch. Lakini tunataka turudi nyuma, hizo Simba ambazo zilikuwa imara, robo finali zao utakuta mara Orlando, mara Wydad, mara Ahly. Umeona ugumu ambao walikuwa wanakutana nao. Sasa je, msimu unaokuja wanaenda kucheza Champions League. Hakuna Stellenbosch kule, hakuna Al-Masry. Inawezekana robo finali mara Mamelodi huyo hapa. Nusu finali Esperance huyo hapa. Umeona ugumu uliopo. Ndio maana nasema ni ngumu sana hichi ambacho anakisema Zimbwe kuweza ukiateni. Hata kufika tu finali kwa msimu ambao unakuja. Michuano ambao wanaenda kushiriki, lakini na uhalisia wa timu zetu zilipofika. Kitu ambacho tumekiweta hivi sasa ni uhakika kwamba timu ya Tanzania, sasa Simba na Yanga, asipofika hatua makundi, asipofika robo finali, unaweza ukamjaji kwa sababu kwa uwezo wa kifedha ambao tupo nao na uwezo wa ushawishi wa wachezaji ambao wanashawishi kujiunga na hizi timu, wana uwezo kuzifikisha nusu finali, hatua makundi ligi mabingwa au kombe la shirikisho pamoja na robo finali. Lakini hayo masuala ya kuchukua makombe kwa eneo hili bado na si tu uwanjani. Unajua kushinda ubingwa Afrika pia inahitaji tu kuwa bora uwanjani. Pia inahitaji uwe bora hata maeneo nje uwanja. Eneo ambalo sisi bado tunazidiwa. Ndio maana jana mechi imeisha, Simba wanalalamika sio maamuzi kafanya hivi, mara si uwanja umefanya hivi. Yote yale yanakuonesha kwamba wao hata kabla finali haijachezwa, eneo la nje ya uwanja walikuwa tayari washafungwa. Lakini kama haitoshi, msimu uliopita Yanga anatolewa tu en finali ya robo finali ya kombe la ligi mabingwa. Ukiangalia scenario za ile mechi pia si kwamba ndani ya kiwanja Yanga kweli alishindwa kumfunga Wydad Sundowns. Watu waliona goli ambao walifunga, lakini maamuzi zakaja kalikataa. Kwa scenario kama hizo zinakupa picha kwamba timu zetu za Tanzania eneo ambalo wamefika ni kuwa tu washindani, yani kuna eneo fulani la kushindana, lakini sio kushinda. Sawa, huyo ni Sajigwa Senior Mteula akiweza kuelezea kwa kile ambacho anakitazama yeye uwezekano wa Simba kurejea finali kwa msimu wa 2025-2026. Kwa upande wako pengine unaungana naye kwa maana ni ngumu Simba kurejea katika hatua hiyo, ama una mtazamo tofauti? Tuandikie kupitia kule live YouTube East Africa Radio, nasi tutapitia ujumbe wako kwa kile ambacho unakiandika. Lakini katika hatua nyingine tukaweza kuzungumza na Jamhuri Julio Kiwelo, ambaye huyu ni sehemu ya bench la ufundi la kikosi cha Tanzania kwa maana Taifa Stars. Kadhalika amewahi kufundisha klabu mbalimbali za ligi kuu ya kandanda Tanzania bara, na jana alikuwepo pale katika uwanja wa New Amani Complex akiweza kushuhudia dakika 90 ambazo Simba ametoka sare bao 1-1 dhidi ya RS Berkane. Kwa upande wake, kwa kile ambacho kilichotokea, anaamini nini imekosesha Simba ubingwa, na kwa msimu uliosalia Simba wafanye nini kuhakikisha wanapata taji lolote katika ligi hiyo. Huyo hapa Jamhuri Kiwelo akiweza kuzungumza nasi kwa kile ambacho kipo hivi sasa, na akiweza pia kuitaka bodi ya ligi kuitazama upya ratiba ilivyo ili Simba pate nafasi ya kupumua kidogo na kupambania malengo yao msimu huu.
wamepata performance nzuri, lakini bado kwangu mimi kuna maeneo ambayo tunatakiwa tuyaboreshe ili kupata wachezaji wa ushindani wa kushindana na watu wenye class kama hao. Kwa hao tuliokuwa nao tunakwenda kwa kubahatisha tu. Tuna mwalimu mzuri na technical bench yake iko vizuri, lakini we want to become kwenye wachezaji kwenye commitment wanafanya, lakini sio kwenye uhalisia au kwenye kiwango ambacho kinatakiwa kutokana na wenzetu tunaokutana nao. Siku zote Mwenyezi Mungu ndio anayetoa na kumpa mtakaye. So far tumepambana, tumefika finali, kwetu sisi ni credit kwa sababu ya upya wa timu yetu, lakini tujipange upya, tusajili wachezaji vizuri wa kushindana na rai kwao na wapa hasa viongozi, tusisajili wachezaji wa kucheza ligi ya ndani. Yani tatizo letu sisi tunaangalia kucheza kupata ubingwa, kucheza na Kagera Sugar, kucheza na Mtibwa, kucheza, lakini hatuangalii mashindano ya kimataifa ambayo Simba level hiyo ndio tumefika. Kwa tufanye usajili unaoendana na mashindano, tusahau kwanza nyumbani, kwa maana ukisajili wachezaji wenye high quality ndio ukija huko nyumbani unapata wepesi na kwenda huko kwenye mashindano ambayo tunakutana. Matokeo haya kocha, na kuelekea katika michuano ambayo Simba wamesalia nayo mkononi, unaona kuwapa motisha kiasi gani kuna kupambania makombe mawili ambayo wamesalia? Ni commitment na kuona kwamba tumepoteza, tuhamishe nguvu huku tupeleke huku, lakini kingine tunaweza tukawapa nalo excuse. Kiukweli wachezaji wa Simba wamechoka. Kumbuka kabla ya kucheza mechi ya kwanza na Berkane walicheza mechi 5 za ligi zile, yani kila baada ya siku 2 wamecheza mechi. Kwa hiyo hii mwili wao kibinadamu fatiki kubwa, wakawa wamechoka. Wameenda wamecheza mechi ngumu ambayo tumefungwa, lakini baada ya mechi tumepanda ndege kurudi hapa ya masaa 9, wakapata break ya siku moja, wakaja kwenye training tena. Leo tena wamekuja kukutana na fatiki, lakini bado nina taarifa kwamba kuna uwezekano wakacheza mechi na Singida Big Stars tarehe siku 3 baada ya mechi ya leo. Sasa hiyo itazidi kuwaumiza, hata wale wanaokusudia yanaweza akapotea. Kwa tuwaombe wale ambao wana mamlaka wasimhukumu vibaya, kama wanaweza kuwasaidia ili wawe washindani wa kweli kwenye hicho kilichobaki, basi wafanye hivyo. Haya, huyo ni Julio Kiwelo akiweza kuzungumzia kwa kile ambacho kipo. Kwanza ameishauri klabu soka ya Simba kusajili watakapoingia katika soko ama dirisha kuu la wasajili wachezaji ambao wana quality kubwa ya kushindana katika hatua kubwa za michuano ya CAF. Wasajili wachezaji ambao wa kushindana na Kagera Sugar ama kushindania katika ligi hapa nyumbani. Lakini pia amesema kwa upande wake licha ya quality ambayo walikuwa nayo RS Berkane, anaamini ile ratiba ya viporo back to back ambayo amecheza Simba siku 10 zaidi ya mechi 3 ndio imewapatia fatigue na kushindwa kupata ile quality ambayo walikuwa nayo Simba tangu msimu unaanza. Hoja yake ya kwanza ya quality inawezekana ikawa ni hoja muhimu sana. I think hata mimi jana wakati nafanya uchambuzi wa game niligusia maeneo matatu, na eneo la kwanza lilikuwa kimbinu, eneo la pili nilicomprise kati ya pressure pamoja na experience, niliweka kundi moja, lakini hoja ya tatu niliamini ni hoja ya ubora. Kilichowafanya Simba Sports Club hata kwenye matukio ambayo alikuwa amecontrol mchezo, hata kwenye matukio ambayo Simba alishakuwa ameuhold ule mchezo na ulikuwa kwenye mkono wake, kilichowatenganisha Simba na goli ama magoli siku ya jana ilikuwa ni ubora wa RS Berkane, hasa kwenye ile eneo lao la ulinzi. Si ajabu mechi ya 2 dakika 180 Simba Sports Club amepiga on target moja. Si ajabu kwenye mechi 2 za dakika 180 Simba ametengeneza big chance 2. Si ajabu kwenye mechi 2 ya dakika 180 Simba Sports Club amegusa mpira kwenye eneo la 18 la mpinzani mara 22 peke yake. Kuna kujikuta kwenye hizo instances hasa za offensive ambako huko ndiko unakotengeneza magoli. Mwisho wa siku utafanya vyote ila mpira lazima uingie kambani. Kwa sasa kama hautengenezi nafasi za kutosha, tunakuja kupima, je, kilicho kufanya usitengenezi nafasi za kutosha ni nini? Je, ni huna watengenezaji kwenye timu? The answer is no. Simba watengenezaji walikuwepo, na deep playing playmaker Fabrice Ajua alikuwa na advanced playmakers Elie Mpanzu pamoja na Joshua Mutale Budo. Hiyo ni kwenye mechi ya pili. Mechi ya kwanza lakini Mpanzo alikuwepo, Jean Charles alikuwepo, Fabrice naye pia alikuwepo. Kwa playmakers wa timu watengeneza nafasi wanao, creators wa nafasi wapo. Je, nini sasa kilichokuwa kinafanya? Huna mshambuliaji wa kuconvert zile nafasi. Huyu mshambuliaji alizipata hizo nafasi za kuziconvert. Wakuja kujikuta nafasi hazikuwa zikipatikana kwa sababu mashambulizi mengi ambayo yalikuwa yanapelekwa kwenye lango la RS Berkane yalikuwa na kuwa dealt with vizuri na mabeki wa RS Berkane pamoja na safu ya ulinzi kiujumla
kuanzia kwenye eneo la kiungo mkabaji kurudi chini. Si ajabu kwenye mechi ya dakika 180 goalkeeper wa Berkane hajafanya save hata moja. Yani game 2, game ya home and away, goalkeeper wa Berkane hajafanya save yoyote ile. Kwa hiyo inakuonyesha kwamba alikuwa analindwa vizuri na safu yake ya ulinzi. Kwa hiyo huu ulinzi wa safu ya ulinzi tunaangalia je kwenye moment ambazo Simba alikuwa amecontrol game, ni moment gani ambazo alifrustrate hii safu ya ulinzi ya Berkane kuja kujikuta hamna. Kwa nini? Kwa sababu tu ya essence ya quality. Kwa hiyo engo ya quality ni engo muhimu sana, hasa pale ambapo unajaribu ama unataka kufukuzia mafanikio ya mpira wa Afrika. Kuna mifano mingi sana ambayo nimekuwa nikiitoa ya kuhusiana na Ahli, kuhusiana na at that time Wydad Casablanca ipo kwenye ubora, Raja akiwa kwenye ubora wake anafanya nini, Mamelodi Sundowns anajaribu kufanya nini. Kwa nasema if you want to be a champion, behave like a champion. Okay. Ukitaka kuwa bingwa, iga ama fanya vile ambavyo bingwa anafanya. Kuwa na hizo tabia za wale mabingwa wanavyofanya. Soka la Afrika limetawaliwa na mataifa ya kaskazini. Kaskazini wanafanya nini ili wanakuwa mabingwa? Tuondoe hiyo essence ya nje ya uwanja, tulio na ndani ya uwanja. Wanafanya nini ili kuwa mabingwa? Wenzetu wa kaskazini, engo ya kwanza, wameacha kushindana kwenye ligi za ndani. Essence yao ni kufanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa. Na ndio maana ukimwangalia Ahli, licha kwamba yuko ligi ya Misri ambayo yeye tayari ni papa kwenye bwawa la dagaa, lakini angalia sajili anazozifanya. Ahli anaenda Sweden, anachukua mchezaji anayecheza ligi kuu Sweden, anamleta kwenye timu yake. Anaenda Denmark, anamchukua kina Wessam Abuali. Anaenda kwenye mataifa makubwa, anawachukua wachezaji anawarudisha. Anaenda Ufaransa, anamchukua Achraf Dari, anamrudisha kwenye timu. Kwa sababu gani? Anaona hawa ni wachezaji ambao wataenda kuimprove timu yake, kwamba hata atakapokutana na the very best wa bara la Afrika ana uwezo kucompete dhidi yao akashinda. Mamelodi Sundowns yuko ligi ya South Africa, ligi ambayo anaweza kuwa dominant kwa kuchukua tu zile talent kubwa za South Africa, kwa sababu ana msuli mkubwa wa kifedha kuliko Orlando, kuliko Kaizer. Lakini anaenda mbali zaidi. Mamelodi Sundowns anaenda ligi kuu Brazil, anaenda kuchukua mchezaji, anaenda sijui ligi za Colombia, anaenda ligi za Sweden, anaenda kuchukua wachezaji kuwaleta kwenye timu yake. Kwa sababu gani? Anaenda mpaka Colombia kuchukua kina Chile, kuchukua kina Marcelo Allende. Hiyo yote ni kwa sababu anataka kuassemble timu ambayo itafanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa. Hasa kuna hiyo expense ambayo utatakiwa uitoe ili uweze kufanikiwa Afrika. Tutoe hizo timu za kaskazini, labda turudi kutumia mfano wa timu ya chini ya jangwa la Sahara ambao walifanya vizuri kwenye mashindano ya Afrika. Tumwangalie mtu kama TP Englebert Mazembe. Mazembe anayetoa ubingwa, angalia timu yake ilikuwa ina kina nani? Rainford Kalaba, Trezo Mputu, Mbwana Ali Samata, Thomas Ulimwengu na wachezaji wengine Stupila Sunzu. Unaona, ukitaja the likes of those names alipita pale Katongo, Christopher. Unaona, ukitaja majina unaona yes, hawa ni heavyweights. Kwa hiyo ukitaka kuwa bingwa wa soka la Afrika ni lazima kwenye timu yako uwe na wale heavyweight players. Mchezaji ambaye una uhakika kwamba kuna siku plan za Mwalimu Fadul zimekwama, lakini wewe mpe ile jezi yake, atakwambia okay Fadul, si plan zako zimekwama, hii game mimi naibeba hii timu. Kwa hiyo unataka kumaanisha katika soka la Afrika hakuna timu ambayo imejenga wachezaji wake ambao sio majina makubwa wakapambana wakaipatia timu hiyo kombe? Hapana. Hakujawahi kuwa na timu aina hiyo. Hakujawahi kuwa na bingwa wa bahati mbaya Afrika. Hakujawahi kuwa na bingwa ambaye hastahili barani Afrika. Miaka 90 huko. Yes, labda miaka 90. Kwenye hii modern era ya mpira wa Afrika hakujawahi kuwa na bingwa wa bahati mbaya. Si ajabu Al Ahly amekuwa dominant kwa sababu Al Ahly amejijengea daraja lake ambalo wengi hawawezi kufika. Wanaojaribu kumfikia Al Ahly ndio wale wa mara zote. Wydad, Esperance de Tunis, mtu kama Raja Casablanca chini ya jangwa la Sahara aliyomchallenge Al Ahly akamfikirisha mara mbili alikuwa ni TP Englebert Mazembe. Mamelodi alijaribu but it did not work. Kwa hiyo kwangu mimi kitu pekee ambacho kinaweza kikawapa Simba hiyo mentality ya kuwa mabingwa sio kuongea. Huwezi kuwa bingwa wa Afrika kwa kutaka kuwa bingwa wa Afrika, kwamba mimi nataka kuwa bingwa. No, ili uwe bingwa wa Afrika lazima ufanye kama walivyofanya mabingwa wa Afrika. Pita kwenye footsteps ama footprints walizopita wale mabingwa na wewe ndio utakuwa bingwa. So kwenye issue ya quality, hiyo ndio issue muhimu sana ambayo Simba atatakiwa kuiconsider, kwa sababu mifano tunayo hapa ndani. Kuna baadhi ya game, mfano tu hii game ya jana, Simba alishaichukua ile game. Kuna muda ulikuwa ukiangalia Berkane tozazifi, yani wana beg kufungwa kwa sababu washa surrender mpira. Hawakuwa wanafanya hata build up ya pasi complete
target 5. Chochote utakachokifanya ni dhahabu zinageuka zinakuwa matope, kwa sababu watajaribu kupasiana. Tayari Simba amekuwa aggressive, anawapora mipira, but guess what, Simba akipata mpira anafanya nini na ule mpira? Hiyo ilikuwa ni challenge nyingine, kwamba atajaribu kuprogress shambulizi. Akiprogress shambulizi, amefika kwenye msafu ya ulinzi ya RS Berkane, Tahif pamoja na Dayo wana clear mpira. Atajaribu kuunda shambulizi, Kamara eneo la katikati atauchukua ule mpira, atausweep, utaenda hata nje. So kwangu essence ya quality ni essence muhimu sana ambayo Simba atatakiwa kuiconsider. Na sio tu Simba, timu yote kutoka kwa Tanzania. Ukitaka uende kwa contest huko juu, nenda ka contest na wachezaji ambao ni heavyweight, mchezaji ambaye anakugarantii kwamba akiwepo kwenye timu yako una uwezo ukawa na hiyo view kwamba yes, huyu mchezaji mimi atanishindia taji. Huyu mchezaji niliye naye mimi the least naweza nikafika kwenye haya mashindano ni finali. Yani it's not about tunaunda timu ambayo objective wise ukiangalia unasema hawa nilionao hawa wanaweza kanifikisha nusu finali. No, ukishakuwa una timu aina hiyo, jua kabisa wewe unataka kuwa bingwa wa bahati mbaya. Unatakiwa kuondoa wachezaji ambao wanakupa malengo ya nusu finali. Tengeneza wachezaji wanaokupa malengo ya finali. And by the way, hapa tunaongelea Champions League. Simba msimu ujao uko Champions League. Ingekuwa about Confederation, tungekuwa tuna mitazamo ya kiutofauti. Kwamba at least Confederation kuna muda unaweza ukaassemble kikosi fulani hivi cha wastani, kisiwe bora sana. Na wakana katika hiyo ligi ya mabingwa ambayo umeizungumza, na Simba tumeona mara kadhaa ameisha katika hatua robo finali. Msimu huu katika ligi, kwa maana kombe la shirikisho, amefika mpaka finali. Tutarejea kumuona msimu kesho, hata kama hajafika katika finali ama hajachukua ubingwa, lakini ataweza kuvuka katika ile step ambayo amekuwa akiishia hapo mara nyingi. Kuvuka robo finali it won't be a challenge. Kwa namna ambavyo watafanya kwenye dirisha la usajili. Hapo ndipo ilipo defining moment ya Simba. Simba anaenda kufanya nini dirisha la usajili? Anaenda kumsajili nani, kumreplace nani? Anaenda kumuondoa nani, anaenda kumleta nani? Kwenye kikosi chake anawabakisha nani na nani? Kwa hiyo hicho ndicho ambacho tutasubiri kukiona kwa Simba. Akiwa na dirisha la usajili zuri, tunaweza tukampa sasa yes, go ahead, kwamba wewe msimu huu niweza hata tukakufanyia analysis tukasema yes, upo tayari kushiriki Champions League kwenye hatua zile za juu, either ni nusu finali hata finali kabisa. Lakini kukiwa kuna lile dirisha la kimazoea, kukiwa kuna lile dirisha la usajili ambalo la ukawaida ambalo tumelishuhudia misimu kadhaa ya hapa nyuma, yawezekana ikawa ni na msimu mwingine wa Simba kuishia tena pale pale. Ama kama atavuka, anaweza akavuka hatua moja kulingana na mpinzani atakayekutana naye kwenye hatua ya robo finali. Inaweza ikawa ni bahati nzuri kwake akafika na robo finali akakutana na mpinzani ambaye aidha wako daraja moja ama amemzidi daraja, because kuna hizo incidents kwamba unavuka kwenda robo finali, unavuka kwenda hatua ya robo finali ukiwa aidha wa pili kwenye kundi, alafu kijiangalia labda huko una bora mkubwa. Msimu uliopita kama kina Petro, kuna msimu uliopita tulishuhudia Al Hilal, msimu huu tumeshuhudia Al Hilal, tumemshuhudia MC Alger. Ni watu ambao sio daraja la juu, ni daraja la wastani, anaingia robo finali. So ukikutana na hawa unaweza kwa challenge ukadondokea nusu finali, but from there sasa kuprogress kwenda mbali takes courage, it takes quality ili ufike hizo hatua za juu. So kwangu Simba akifanikiwa kusajili vizuri, akiwa na timu ambayo hata kabla ya mashindano kuanza ukiwaangalia tunasema hawa wanaume hapa hao wanaenda finali, unapo ndio unaweza kuwapa hizo objective kwamba yes, huyu mtu yuko tayari za kuchallenge ubingwa ama kufika hatua fulani. Lakini ukishasajili tena kikosi ambacho ukikiangalia unasema, unaweka ile doubt kwamba hawa hata makundi watafika ama hawa hata robo finali watafika, jua kabisa chochote mtakachokiattain hapo kinategemea namna ambavyo wachezaji hao watabadilika kulingana na muda ama kulingana na intensity ya mashindano watakayokutana nayo. Unless otherwise, tuombe heri tuwe na dirisha zuri la usajili. Lakini Nsajiko, wakati unakwenda kuzungumzia hapo ama kuongezea hapo, Watanzania sasa hivi wanaweza wakawa njia